Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka kwa takriban siku 3 mfululizo pamekuwa kuna mapigano makali yanayoendelea katika mji wa Aleppo katika nchi ya Syria. Mapigano ambayo yanaweza yakatupa ishara ya moja kwa moja ya kubadilika kwa mbinu au tactics za serikali ya nchi ya Syria. Na hii tuna maana ya kwamba takriban mwezi wa 3 mwaka jana, mwaka 2025, palifanyika makubaliano baina ya serikali ya Syria chini ya Ahmed Sharaa pamoja na serikali au pamoja na uongozi wa jamii wa Kurdi, hasa katika upande wa jeshi la Syria Democratic Force ambao actually ni jeshi la Wakurdi likiongozwa na Mazlumu Abdi. Makubaliano ambayo yalikusudia zaidi kufanya integration, maana yake kuchanganya sehemu ya jeshi la Wakurdi kuingiza katika jeshi la serikali la Syria Arab Army. Muundo wa makubaliano ndio jambo ambalo lilikuwa lina utata kwa muda mrefu, pamoja na kwamba kilele chake hasa kilikuwa kimepangwa hitimisho lake liwe takriban kwenye tarehe 31 ya mwezi wa 12. Jamii ya Wakurdi walikuwa wanaona kwamba jeshi lao la Syria Democratic Force linapaswa libaki kama lilivyo na liendelee kucontrol miji ambayo inaonekana kwamba ina Wakurdi kwa kiwango kikubwa, manake hasa miji inayopatikana katika upande wa kaskazini mashariki, manake miji kama hiyo ya Aleppo kwenda sehemu kama za Manbij, Raqqa, Hasaka, Kobani na mfano wake, Deir ez-Zor na mfano wake, manake kwa lengo la kwamba hiyo miji ambayo Wakurdi wako wengi watengeneze na wenyewe sehemu kama ya Kurdistan, manake iwe ni kama jimbo ambalo linajisimamia katika shughuli zake, pamoja na kwamba bado linabaki kwamba ni sehemu ya Syria. Na hii ni taswira ambayo inawezekana wamejaribu zaidi kuichukua kulingana na mazingira yaliyoko katika upande wa Iraq, maana kuzingatia kwamba Iraq upande wa kaskazini kuna sehemu ya jimbo la Kurdistan ambalo actually Wakurdi wanajitawala wenyewe katika maeneo kama yale ya Suleimania, wanajitawala wenyewe pamoja na kwamba ni sehemu ya nchi ya Iraq. Wazo ambalo asili yake hasa ni kwa sababu ya movement ambayo Wakurdi waliifanya kwenye mwaka 2012, mwaka 2014, kipindi ambacho Islamic State imepata nguvu kubwa na ikaweza kushift kutoka katika sehemu za Iraq na kuingia katika upande wa kaskazini mwa Syria. Kuingia kwake katika upande wa kaskazini mwa Syria maana yake kuliifanya serikali ya Syria ikapoteza sehemu kubwa ya ardhi ya upande wa kaskazini katika miji ambayo wakazi wake wengi ni Wakurdi. Kwa hivyo Wakurdi ndio waliopambana zaidi na kundi la Islamic State wakisaidiwa vile vile na sehemu kama ya nchi ya Marekani, na hivyo walilazimika kutengeneza sehemu ya ulinzi kwa maana ya kwamba ya jeshi kama hiyo Syria Democratic Force, lakini vile vile kutengeneza vile vile tawala za kujitawala katika yale maeneo. Na ndio maana kutokana na movement hiyo walioifanya kupambana na Islamic State kwa muda mrefu, manake ndio maana walikuwa wanaona kwamba utaratibu katika miji yao ubaki kama vile ulivyokuwa kwenye kuanzia mwaka 2015 mpaka leo hii jinsi ulivyo katika miji hiyo. Jambo ambalo actually halipo katika katiba ya nchi ya Syria. Na ndio maana wao walikuwa wanahitaji utaratibu huo vile vile uwe introduced katika katiba ya nchi ya Syria, kutambua sehemu ya Syria Defense Force, lakini vile vile kutambua baadhi ya tawala zinazopatikana katika miji hiyo kama ya Hasaka, Raqqa, Deir ez-Zor na mfano wake, lakini vile vile kutambua baadhi ya sheria ambazo zinaweza kupatikana katika miji hiyo ambayo utaratibu wake wa kujitawala ni hasa uliasisiwa au ulitengenezwa na jamii ya Wakurdi kuanzia kwenye mwaka 2015. Fikra ambayo serikali ya Syria haioni kama ni fikra ya sawasawa, kwa sababu ni jambo ambalo kiasili halikuwepo katika katiba. Na kipindi cha Rais Bashar al-Assad jambo hilo aliliacha kwa sababu baadhi ya miji ya Wakurdi kwenye kupambana kwake na Islamic State
Maana yake ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa na nafuu kubwa kwa Bashar al-Assad, na maana alikuwa anaona kwamba ni bora jambo hilo likakaa katika muundo wa namna hiyo. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, kwa sababu ukizingatia nchi ya Uturuki ilikuwa ina play role kubwa kwa muda mrefu kupambana na serikali ya Syria, na ndio maana serikali ya Syria ilikuwa inaona kwamba kuwaacha Wakurdi, kwa sababu Wakurdi nao hawaelewani na Waturuki. Kwa hivyo Wakurdi kukaa katika maeneo ya kaskazini liwe ni jambo la sawa sawa, ili kuwa kama ni kwenda kupambana na harakati za Uturuki ambazo mara nyingi wamekuwa wakijaribu kutengeneza mazingira ya kuangusha serikali iliyokuwa iko madarakani pale nchini Syria, serikali ya Bashar al-Assad. Kwa hivyo Bashar al-Assad kuwaacha Wakurdi katika maeneo ya kaskazini, kwanza ni kwa sababu ya movement walioifanya dhidi ya Islamic State, lakini vile vile alikuwa anafanya kama retaliation, kama vile vile na yeye kuonyesha upinzani dhidi ya harakati ya nchi ya Uturuki. Na ndio maana Uturuki anavyowachukulia Wakurdi wa Syria ni kama vile anawachukulia wale Wakurdi waliokuwa katika upande wa kusini mashariki mwa nchi ya Uturuki wa kundi la PKK, ambao actually kwa muda mrefu walikuwa wanapigana na serikali ya Ankara, serikali ya Uturuki, kwa lengo la kutaka kujitoa katika nchi ya Uturuki. Ili ukiangalia muundo wa Kurdi wanaopatikana katika upande wa kusini mashariki mwa nchi ya Uturuki, ukichukua na Wakurdi wanaopatikana katika upande wa kaskazini mwa Iraq, ukichukua Wakurdi wanaopatikana katika kaskazini mashariki mwa nchi ya Syria, na hata wale wanaopatikana katika upande wa miji ya magharibi mwa nchi ya Iran, maana yake ni jamii ambayo inaweza kutengeneza hata taifa lake. Lakini actually tactics au mbinu ambayo Bashar al-Assad alikuwa anaitumia kuacha Wakurdi katika eneo la kaskazini ni kwa sababu ya kuweka tahadhari dhidi ya nchi ya Uturuki. Sasa kwa mazingira yaliyoko sasa hivi ni kwamba serikali ya Syria ni serikali ambayo inaungwa mkono na nchi ya Uturuki. Maanake ni serikali ambayo inapata msaada mkubwa zaidi kutoka katika serikali ya nchi ya Uturuki. Kwa mazingira hayo basi ni serikali ambayo ni serikali ambayo kwa upande mmoja au mwingine inapata sapoti kubwa kutoka katika nchi ya Uturuki, na ndio maana hata swala la kupigana na au kulazimisha Wakurdi waingie katika serikali ya Syria ni jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine linachagizwa zaidi na nchi ya Uturuki, kwa sababu Uturuki inawazingatia Wakurdi wanaopatikana kaskazini mashariki mwa nchi ya Syria, hasa chini ya jeshi la Syria Democratic Force. Maana yake wanazingatia kama ni kikundi cha kigaidi kwa sababu ya ushirikiano wake na kikundi cha PKK ambacho hasa kilikuwa kimeasisiwa katika upande wa kusini mashariki mwa nchi ya Uturuki. Kwa hiyo ni jambo ambalo paka sasa hivi linaonekana kwamba limekuwa lina utata kwa upande mmoja au mwingine, pamoja na kwamba mapigano yanapoendelea au mahala ambapo mapigano yanapoendelea katika mji wa Aleppo ni hasa katika maeneo kama ya Sheikh Maksud, maeneo ambayo actually wanapatikana zaidi jamii ya Wakurdi, na ni maeneo ambayo ukizingatia kwamba bado eneo kubwa la mji wa Aleppo ni eneo ambalo liko chini ya udhibiti wa serikali ya nchi ya Syria. Kwa hivyo hatutaraji kwamba jamii ya Wakurdi au jeshi la Wakurdi katika eneo la Aleppo linaweza likaonyesha upinzani mkubwa kwa kiwango cha kuifanya kwamba jeshi la nchi ya Syria liweze kushindwa. Hilo ni jambo ambalo hatuwezi kulitarajia pakubwa, kwa kuzingatia kwamba jeshi la Syria linaweza likapata sapoti kubwa vile vile kutoka katika nchi ya Uturuki, kuzingatia kwamba mji wa Aleppo ni mji ambao unapakana zaidi na nchi ya Uturuki. Kwa mazingira hayo basi tunachotarajia ni kwamba utaratibu ambao sasa hivi serikali ya Syria imeamua kuchukua ni kulazimisha kwamba lazima nchi ya Syria iwe na jeshi moja, na hili vile vile inawezekana likawa limepata fursa zaidi kwa kuzingatia kwamba katika siku takriban kama 2 ama 3 nyuma, serikali ya Syria iliingia katika makubaliano kule Ufaransa, iliingia katika makubaliano baina yake na nchi ya Israel ya ushirikiano hasa katika masuala kama ya kiusalama, masuala kama ya kiuchumi,
pamoja na kwamba target kubwa ilikuwa inaangalia zaidi katika miji ya kusini ambapo Syria inapakana na Israel, kwa maana ya kwamba kuweza kudhibiti baadhi ya harakati za kundi la Hezbollah, lakini vile vile kuweza kudhibiti movement ya namna yoyote ya vikundi ambavyo vinaweza kusapotiwa na nchi ya Iran katika upande wa kusini mwa nchi ya Syria. Lakini ishara ya kwamba kwa upande wa kusini mwa Syria panaweza patikana ushirikiano baina ya Syria na Israel, maana yake hili linaipa nguvu zaidi nchi ya Syria kuweza kutazama matatizo mengine kama yale yanayopatikana katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Syria, lakini vile vile na yale yanayopatikana katika baadhi ya miji ya magharibi mwa Syria ambayo wanapatikana zaidi jamii ya Alawit, miji kama kule ya Tartus na mfano wake. Kwa hiyo mazingira hasa ya mji wa Aleppo hasa yapo katika mwenendo wa namna hiyo. Mapigano yamekuwa ni makali sana, kwa kuzingatia kwamba upande mmoja unahitaji jeshi la Wakurdi liweze kuingia ndani ya serikali ya Syria au ndani ya jeshi la Syria, lakini upande wa pili wa Wakurdi wao wanachokiona ni kwamba inawezekana kweli wakaingia katika jeshi la Syria, lakini muundo wa serikali ya Syria ukae katika muundo wa majimbo, kwa maana ya kwamba itaendelea kuwaruhusu Wakurdi waendelee kujitawala katika miji yao, lakini vile vile itaendelea kuwapa fursa Wakurdi wabaki na sehemu ya silaha na wabaki na sehemu ya ulinzi kwa ajili ya kulinda miji yao na kulinda watu wao, jambo ambalo serikali ya Damascus inaona kwamba si jambo la sawa sawa, kwa kuzingatia kwamba serikali ya Syria ni serikali moja. Kwa hivyo bado pamekuwa kuna friction hapa na pale, lakini tunataraji kwamba huenda muda unavyozidi kwenda ikapatikana fursa nyingine labda ya kujaribu kuleta mazungumzo tena kwa mara nyingine, pamoja na kwamba hata serikali ya Marekani yenyewe imekuwa kama inawatenga Wakurdi kwa hivi sasa. Ukizingatia baadhi ya mazungumzo ambayo yamekuwa kizungumzwa na Tom Barak ambaye ni mmoja katika mabalozi wa nchi ya Marekani, amekuwa akizungumza kuonyesha kwamba jamii ya Wakurdi inalazimika ikubaliane na serikali ya Damascus. Na hii fikra ya Marekani kubadilika katika jambo hili, maana yake ni kuonyesha wazi kabisa kwamba mrengo wa serikali ya Syria bado unatoa favor kwa nchi ya Marekani, ukizingatia kwamba Marekani bado inanufaika na sehemu kubwa ya machimbo ya mafuta yanayopatikana katika nchi ya Syria, sehemu kama za Omar Field, ambayo actually kiasili ni kwa sababu labda ilidhibitiwa na Wakurdi, lakini serikali iliyoko sasa hivi madarakani haijaonyesha ukinzani wa namna yote ya Marekani namna gani inanufaika na sehemu kama za Omar Oil Field ambayo inapatikana katika mji wa Deir ez-Zor. Lakini ukiachilia mbali hivyo, mapinduzi ya kiuchumi ambayo yamekusudiwa kufanywa na serikali ya Syria chini ya Ahmed Sharaa ya kufanya kwamba kuruhusu uwekezaji ndani ya nchi ya Syria, hilo ndio jambo ambalo Marekani alikuwa analihitaji kwa kiwango kikubwa kuliko kitu chochote. Kwa hivyo kuhakikishiwa ile fursa za uwekezaji kwa nchi ambazo zinaweza kuwekeza, ikiwemo nchi ya Marekani ndani ya nchi ya Syria, maana yake hilo peke yake linatosha kuifanya Marekani iweze kuwasaidi au kuungana na serikali ya Syria dhidi ya kundi lingine lolote ambalo linaonyesha fikra tofauti na fikra ambayo imekuwa ikipendekezwa na nchi ya Syria au na serikali ya Syria. Kwa hivyo bado tuna muda wa kuendelea kuliangalia jambo hili, kwa sababu mapigano bado yamekuwa yakiendelea, lakini tunataraji kwamba huenda ndani ya siku kadhaa mbele inaweza ikapatikana taswira iliyokuwa tofauti na hii, kwa kuzingatia kwamba bado kuna pressure ambayo inaweza kutoka katika nchi zenye nguvu zaidi duniani kujilazimisha au kujaribu kushape mwenendo wa mapigano haya ambayo yanaendelea katika mji wa Aleppo. Kwa hivyo nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.